Ya wakulima wa miwa katika kaunti ya Bungoma wameunga mkono hatua ya serikali kuu kutaka kubinafsisha kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia, wakisema kuwa licha ya kiwanda hicho kumilikiwa na serikali hawaoni manufaa yake. Mwanahabari wetu Wilson Muyanzi na kina cha taarifa hii. Wakizungumza na wanahabari mjini Webuye, wakulima hawa wakiongozwa na Abel Wanjala na Douglas Wanyonyi wamesema kuwa ni bora kwa kiwanda hicho kubinafsishwa ili wakulima wafaidike kupitia malipo ya haraka, huku wakiwakashifu baadhi ya wanasiasa wanaopinga hatua hiyo na kuwataja wabinafsi. Tunapoongea kuhusu mambo ya Nzoia Sugar, mimi ni mmoja ya wale wakulima ambao tunalima miwa katika mji huu ya Bungoma. Na sisi tumefurahia sana kusikia ya kwamba Nzoia Sugar inapeanwa kwa mtu ambaye atakuwa na uwezo ya kukuja na kulipa wafanyikazi pamoja na wakulima upande wa miwa. Na sisi tunataka kuambia tu wanasiasa wetu wa region ya Western, muache vitu ya kupinga mashini ya Nzoia Sugar ya kwamba isiuzwe. Maana sisi watu wa maisha ya chini sana ama hasara, sisi ndio tunaumia. Nyinyi mnakaa Nairobi, mnatembelea kwa mandege, lakini mnakuja kupinga mashini ya kwamba isipeanwe kwa watu, kwa mtu ambaye ni private. Na nyinyi ini hali nyinyi ndio mnarudi nyuma mkiipa kwa Nzoia Sugar, mkiipa pesa ya wakulima, mkienda kufanyia makampeni zenu. Sisi kama wakazi wa Bungoma ama Webuye hatutakataa hiyo kulisi hiyo kampuni. Lakini mwenye atachukua hiyo kampuni hakikisha ya kwamba amelipa madeni yote, alipe wafanyikazi kwa sababu kuna madeni kwa hiyo kiwanda. Sisi hatutakataa. Na ningependa kutoa wito kwa wanasiasa kama Eugene Wamalwa. Wewe hii kiwanda unaijua kuanzia kitambo. Kwa nini mnaenda kotini kila wakati na muleti suluhisho? Cheje tunataka suluhisho. Wamelaumu wanasiasa kwa kuanguka kwa kiwanda hicho, wakisema kinatumika kunasa kura za wakazi wa Bungoma. Hivi sasa mnakuja mnasema hamtaki wapeane. Sisi kama wakulima tuna second ya kwamba hiyo mashini ipeanwe kwa ule mtu atakuwa na uwezo ya kulipa mkulima pesa yake. Ini hali miwa ikipeanwa kwa 1 week mtu apate pesa yake. Sisi tutaridhika namna hiyo. Kwa hivyo muache kuleta siasa kwa mashini ya Nzoia Sugar. Nyinyi mkae Nairobi mkifanya siasa yenu mkikula huko. Sisi tukiumia na Nzoia tuendelee kuumia na mtu akuja atulipe. President alikuwa amekuja na suluhisho ya kulisi kiwanda, pengine itatusaidia. Hata ukienda huko hiyo nuclear shamba imekuwa msitu, wanyama wanakaa ndani. Na nyinyi mnaenda kotini mnapinga ati kiwanda haiwezi liziwa. Wacha kiwanda wakoteshe kwa mtu mwenye atatusaidia kama wakulima. Sisi tunataka tulipwe pesa yetu tukipeleka huko miwa. Wafanyikazi wanaofanya hapo walipwe. Sisi vitu zingine kwenda kotini, sisi hatutaki hiyo mambo. Tafadhali Mheshimiwa Eugene, wachana na kiwanda walisi, sisi tufaidike. Na ile siasa ambayo inaingilia haswa Eugene Wamalwa, wao umekuwa kwa serikali ya Uhuru. Mkasema hiyo kiwanda mnaleta pesa. Wakati mnaleta pesa wakulima wanalia. Mbona sasa tena wafanyikazi wanalia hiyo pesa? Saa hii mnasema hakuna. Mnaenda kotini. Wacha kuenda kotini, tukae na rais wetu wa Kenya, wa Jamhuri ya Kenya, alafu tumwambie vile hiyo kiwanda inaweza fanyikana. Kama utapeana kwa miaka 30, tujue tu wakulima wote, yani deni kila deni iwe imemalizika. Wakulima hawa hata hivyo wanaitaka serikali kuweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kuwa wakulima na wafanyikazi wa kiwanda hicho wanalipwa kabla kubinafsishwa. Nikiripotia runinga Tandao kutoka Webuye, jina langu Wilson Muyanzi.